Sadaka sehemu ya 28. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Mtunzi anaitwa Kaluma Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo Mzee Madali alistaajabu sana mara baada ya kufika kwenye kilinge cha mganga na kuona damu zimetapakaa nje. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ya 28. Mzee Madali aliendelea kubisha hodi bila kupata majibu yoyote. Sasa Mzee Madali alikuwa ametishika sana. Moyo wake ulikuwa umeingiwa na hofu kubwa sana. Alikuwa anajua fika kwamba kuna jambo la hatari lilikuwa limetokea katika eneo hilo. Mzee Madali alianza kutembea taratibu kuelekea ndani ya kibanda kile cha mganga. Miguu yake ilikuwa ikitetemeka sana kutokana na hofu ambayo ilikuwa imemkumba. Alikuwa na hofu sana mzee. Akalisukuma pazia la gunia lililokuwa mlangoni. Mzee Madali alishtuka sana. Macho yake aliyatoa sana huku mdomo wake akiwa umeuachama. Yote ilitokana na kile ambacho alikuwa amekishuhudia mle ndani. Hakikuwa kizuri hata kidogo hata kukutazama. Kulikuwa na maafa makubwa sana ambayo yalikuwa yametokea. Mwili wa mganga Sunguruma pamoja na msaidizi wake Dagaa ulikuwa umetapakaa tu chini ya sakafu. Matumbo yao yalikuwa yamefumuliwa na utumbo ulikuwa umetawanyika nje. Damu nyingi sana zilikuwa zimetapakaa eneo hilo. Mzee Madali akajikuta anatapika sana kutokana na kichefuchefu ambacho kilikuwa kimemvamia ghafla. Mzee Madali alitoka kwa kasi sana nje ya kibanda kile. Mapigo yake ya moyo yalikuwa yakienda kwa kasi sana. Mzee Madali alijua fika kabisa kwamba Bwana Mbozi alikuwa ameshafanya mambo yake. Kwa mara ya kwanza sasa Mzee Madali alianza kuogopa katika moyo wake. Na sasa ndo aliamini kabisa kwamba kweli Mzee Mtekela ulikuwa ni mzimu hatari sana kupambana nao. Alikuwa amechanganyikiwa sana na kujua atafanya kitu gani katika kupambana nao. Aliona kwa sasa maji yalikuwa yameshaanza kuzidi unga. Mzee Mtekela ulikuwa umemzidi uwezo. Na leo hii ndio kwa mara ya kwanza Mzee Madali alikata tamaa kabisa ya kupambana na Mzee Mtekela. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa Mzee Madali alikuwa amemkumbuka Mwenyezi Mungu. Aliamua kumkabidhi Mwenyezi Mungu maisha yake kwa sababu alikuwa ameshakwisha kata tamaa kabisa ya maisha. Mzee Madali alipiga magoti yake chini na kisha alinyosha mikono yake juu. Mwenyezi Mungu, mimi mwanao leo hii naja kwako. Hakika mimi ni mkosefu sana mbele ya uso wako. Hata sistahili kabisa msamaha. Nimetenda dhambi kubwa sana katika maisha yangu mpaka naona haya kuinua uso wangu mbele zako. Dhambi nilizozifanya ni kubwa sana. Baba, lakini Mungu naomba unidodoshe japo chembe za rehema zako. Mimi pekee kwa nguvu zangu za kawaida hakika siwezi kupambana na kiumbe huyo. Baba Mungu naomba unisaidie kwa sababu ninayakabidhi maisha yangu katika mikono yako. Baada ya kumaliza kuzungumza hivyo, Mzee Madali alisimama juu. Hakuwa na uhakika kabisa kama Mungu alikuwa amesikia sauti yake au la. Hakujua kama maneno ambayo aliyatamka katika sala yake yalikuwa ni sahihi, kwa sababu kanisa alikuwa ameshalipa kisogo miaka mingi iliyopita. Mara ghafla Mzee Madali akaanza kusikia sauti kali iliyokuwa inamtisha. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa imejaa mwangwi. Mzee Madali kwa hofu kubwa sana alitimka mbio nyingi kuelekea katika gari lake, na kabla hata hajalifikia gari lake, Bwana Mbozi alimtokea mbele yake. Bwana Madali wanifurahisha sana. Hawezi kabisa kupambana na mimi. Bwana Mbozi alizungumza kwa sauti kubwa sana na ya kutisha. Wataka kitu gani kwangu? Mzee Madali aliuliza huku akiwa anatetemeka sana. Mkojo mwembamba ulikuwa ukimchuruzika. Hata tumbo la kuhara pia lilikuwa limeshaanza kumsumbua. Nilikwambia kwamba ni lazima nikutese sana katika maisha yako. Nadhani mpaka sasa utakuwa umeyaonja na kuyafaidi maumivu mengi sana. Lakini ni kwa nini unanifanyia ukatili mkubwa kiasi hiki? Mzee Madali akauliza swali kwa uchungu sana huku machozi yakimtoka. Hauna haja ya kulalamika kwa sababu unalipa uovu ambao uliufanya. Mzee Mtekela ulizungumza huku akiwa anacheka. Lakini umeshanipa mateso mengi sana. Kwa sasa unapaswa kuniacha huru.
Yaani hujafika hata robo ya mateso ambayo unapaswa kuyapata. Mzee Mtekela ulizungumza vile. Na kwa sasa nahitaji roho yako. Bwana Mbuzi alizungumza vile. Bwana Mbuzi alizungumza kauli hiyo ambayo ilimtisha sana Mzee Madale. Kauli ile ilifanya hata tumbo lake listuke na kuanza kuunguruma kwa sauti kubwa tu. Kabla hata hajatafakari kauli ya Mzee Mule kisawasawa, Bwana Mbuzi alitoweka mbele yake. Alikuwa anapiga kelele mithili ya mwenda wazimu. Mzee Madale alifyatua mbio ndefu mithili ya mwanariadha wa kimataifa Usain Bolt. Alizidi kukimbia sana akiwa anaitafuta barabara kuu ambayo ilikuwa inatokea pale kwenye maskani ya mganga Sunguruma. Baada ya mbio za dakika nyingi mfululizo kwa akiwa anapiga kelele, ndipo Mzee Madale alipogundua kwamba alikuwa amelisahau gari lake. Aligeuka haraka sana na kisha alianza kurudi kukimbia mpaka kule ambako alikuwa ameliacha gari lake. Mzee Madale akaingia ndani ya gari na kisha huko akiwa anatetemeka aliuchomeka ufunguo katika tundu lake maalum. Baada ya hapo aliliwasha gari na kisha katia gia. Alikanyaga pedali ya mafuta huko akiwa anaiachia pedali ya krachi. Gari ilikubali na kisha kuondoka kwa kasi sana. Mzee Madale alikunja kona na kisha kaliongoza kuelekea kule ambako alikuwa amejia awali. Mzee Madale aliingiza gia kubwa na gari ikaongeza mwendo. Vumbi jingi sana likatimka pinde Mzee Madale akiacha maskani ya mganga Sunguruma. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ya mwisho.